Life philosophy story. Kila siku kuna pambazuka, mwanadamu anapoamka. Kuna baadhi ya maswali magumu ambayo kimsingi yanakuanga kwa akili tu ya kila mwanadamu. Sura kamili ya mjadala ni ipi? Baadhi ya watafiti wa mambo na baadhi ya wasayansi wakubwa wamejaribu kuja na picha ambazo kwa uhakika zinaelezea kamili muonekano wa mjadala mwenyewe. Wanadamu wanaamini kwamba mjadala yupo na pembe, akona macho makali, akona rangi ya nyekundu ama rangi ya manjano ama pengine rangi ya kuudhi ya kutisha kabisa. Na pia kuna baadhi ya picha ambazo zimesambaa sana mtandaoni na picha ambazo zimesambaa kote zikiaminika kwamba ndizo picha za shetani. Lakini ni vipi maandishi ya vitabu vya dini vinavyoeleza kuhusu mjadala yupo namna gani? Je, kama wewe umesoma vitabu vya dini vile, kama wewe si mtu wa kupapasa vya vitabu vya dini, hakika utakubaliana na mimi hii leo. Wanadamu wanasema kwamba shetani ni wa kutisha sana, ana pembe, ana macho makali, ana sura mbovu, hakuna uwezo wa kukaa ndani ya moto. Je, tupo sahihi kwa kusema hivyo? Vitabu vya dini kwa upande mwingine vinakanusha pia. Lakini ni upi ukweli kamili kuhusu muonekano na nafsi ya mjadala mwenyewe, yule ambaye alitupwa kutoka kule mbinguni kuja hapa na hivi sasa anasumbua wanadamu? Sisi tunamuita Lucifer, ambaye anasababisha makubwa, maafa na mambo makubwa dunia hii. Kwa muonekano utadhani kwamba yeye ni muovu sana, lakini asili yake ni ipi na muonekano wake kwa ukweli kabisa ni upi, jinsi ambavyo inavyoeleza vitabu vya dini? So shall I begin? Life philosophy story. Shetani alikuweko mbinguni, ina uhakika hilo mwalijua, na baadhi ya wasomi wa vitabu vya dini watakubaliana kwa ukakamavu kabisa kwamba ndiyo, shetani alikuweko mbinguni. Maandiko yanasema kwamba shetani alikuwa ndiye malaika ambaye alikuwa bora, mwenye sauti ya kuvutia, mwenye muonekano mzuri kabisa na mwenye macho mazuri, na sauti yake ilikuwa inaweza kuimba sauti zote kushinda malaika wote ambao wamewahi kutokea. Shetani ndiye aliyekuwa na uwezo wa kuimba vyema kabisa kule juu mbinguni. Si mnajua kwamba Daudi alikuwa na sauti njema ya kuimba mpaka ndege zilikuwa zikishuka na kusikiliza nyimbo zake. Hivi sasa wapo waimbaji wakubwa, wapo waimbaji wazuri, ila hakuna mwimbaji ambaye anaweza akaimba mpaka ndege ikawa na tamaa ya kuendelea kusikiza sauti yake. Daudi ndiye inayetajwa kuwa ndiye aliyekuwa na sauti nzuri ya kuvutia duniani kote, na mtu ambaye amekuwa na sauti nzuri kuwahi kutokea katika uso wa dunia. Lakini hapa duniani tunakubaliana kwamba ni Daudi, yaani babake Suleiman, mfalme ambaye amewahi kutokea tajiri sana duniani, mfalme ambaye amewahi kuwa na bibi wengi na wajakazi wengi kuwahi kutokea katika uso wa dunia. Kisha turuke tuende mpaka juu mbinguni, wacha tupepee tufike mbinguni. Maandiko inasema mbinguni kulikuwa na malaika wengi ambao walikuwa wakifanya mambo ya ulinzi kule juu mbinguni. Ila kulikuwa na malaika mmoja ambaye alikuwa na sauti nzuri, sauti ya kuvutia kote juu mbinguni, ndiye aliyekuwa msimamizi wa nyimbo za ibada kule juu mbinguni. Aliitwa Lucifer. Lucifer akawa anajiona kwamba yeye ni mtu bora, mpaka akajiona kwamba sasa amekuwa bora kumliko hata muumbaji wake. Tamaa gani hiyo?
akajiona kwamba yeye amekuwa na sura nzuri na kwamba yeye ndiye ambaye hana kasoro kabisa, mpaka akaanza kujua kwamba yule muumbaji wake yeye mwenyewe ana kasoro. Wakati mmoja akaiandaa genge lake la kukauzi na kuambia kwamba yeye ako na tamaa ya kuwa kama Mungu na sasa Mungu awe chini yao. Lakini tamaa ilimuua fisi, jinsi wasemavyo wahenga. Lucifer akawa na tamaa ya kuwa zaidi ya Mungu mpaka sa Mungu awe chini yake, kwa maana alijiona kwamba yeye ameshakuwa bora kumliko Mungu aliyemuumba yeye. Kwani wakati utajaribu kufanya kitu utakalo kushinda, ndipo utajua ujui kile unadhani unajua, na kile unadhani unajua utajua uijui, bali unajua kile unajua. Akaamua kuandaa mashambulizi kule juu mbinguni. Kumbuka, alikuwa na sura nzuri na yeye ndiye ambaye aliaminika kwamba yeye hana upungufu hata kidogo, kwa maana yeye ni bora. Akaanza mashambulizi juu mbinguni. Maandiko inasema kwamba kukakuwa na vita kule juu mbinguni. Wakati kuko na vita juu mbinguni, maandiko yanasema Mungu hakunyosha sauti wala kunyosha mkono wake. Mwanzo alijua haya ni mambo ya kipumbavu. Wakaanza vita dhidi ya Mungu, shetani akiwa na genge lake, kwa maana alikuwa na uwezo wa kuweza kuwashauri na kuwapa ushawishi mkubwa kwamba wakiwa kama Mungu, sasa Mungu atakuwa chini yao, na kwamba nikukumbushe kama wewe. Kwa mfano sasa, uambiwe ukiweza kumuondoa yule president mamlakani, wewe utakuwa president. Je, utakataa? Hivyo ndivyo kulifanyika kule mbinguni. Lucifer akawashawishi vizuri kabisa na kuwadanganya kwamba tukiweza kumuondoa huyu, basi sisi tutakuwa kama yeye, kwa maana Mungu alikuwa mkubwa. Wote wakakubaliana. Na kumbuka, si wote walikubaliana. Wapo ambao walikuwa na imara dhabiti kwake Mungu, na kuna wale ambao kwa kawaida kabisa ni kukashifu tu na kupambana tu dhidi ya kuleta mabaya. Vita vikaanza juu mbinguni, shetani na genge lake dhidi ya genge lake Mwenyezi Mungu. Inasemekana malaika waliangamizwa wengi sana kule juu mbinguni. Inasemekana Angel Jibril alipambana dhidi ya hao malaika, ila kwa ukakamavu na nguvu walizokuwa nazo malaika ilikuwa ni kama kupambana na mwenzake, ila sasa hawa walikuwa wengi. Baada ya muda, maandiko inasema Jibril akazidiwa na hawa malaika wa kundi la kutoka kwa shetani. Kumbuka, na alisimulia hili kutokana na Qur'an takatifu na muonekano wangu, na pia yale ambayo nimeyakariri kutoka kwa baadhi ya vitabu vya Kikristo. Malaika Jibril akapambana mpaka mwishowe akachoka. Baada ya hapo kukatokea malaika mmoja ambaye sasa akatambulikana mpaka hivi leo. Akaenda kwa Mwenyezi Mungu na kumuomba ombi moja, akamwambia Mwenyezi Mungu, hii place ni yetu na sisi ndio wasimamizi wa hapa. Yeyote anayeleta kiburi lazima tumshughulikie, na kuomba Mwenyezi Mungu nipe nguvu na ujasiri nikapambane na hao wanaoleta kiama hapa juu. Ndiposa Mungu akampa nguvu yule malaika. Yule malaika akaja sasa kupambana na genge na wote ambao walikuwa pande ya mjalana. Nasemekana malaika huyu alipambana kukakamavu sana kuweza kuwashinda wote. Baada ya hapo ndipo Lucifer mwenyewe akaona kwamba kumbe hata yeye ana upungufu, kwani kuna yule ambaye ametokezea na kusababisha kiama kikubwa dhidi yake. Hapo Lucifer akaona kwamba amezidiwa na kuona kwamba yeye si bora jinsi ambavyo alikuwa akidhani, kwani kumetokea mtu ambaye ameonekana kuwa bora kumliko yeye Lucifer. Malaika huyu ndiye anayetambulika mpaka hivi leo kama malaika wa vita, na mzungumzia malaika Mikael. Tafiti zinasema kwamba baada ya
malaika kumshinda Lucifer, Mungu akamlaani Lucifer na kumtupa duniani. Na alipomtupa alimwambia kwamba wewe utaishi kule chini mpaka siku yako ya mwisho. Ndiposa Lucifer akamuomba Mungu ombi moja na kumwambia kwamba Mungu, mimi ni wako na wewe ndiye uliyeniumba na ukanipa akili ya kufikiria mpaka kuleta kiama. Na kuomba ombi moja, mkuu, naomba unipe uwezo wa kuishi mpaka mwisho wa kizazi cha mwanadamu. Basi Mungu akambariki na kumwambia, nimekubariki, utakuwa wewe ni moja kati ya viumbe vitakavyoishi tangu mwanzo hadi mwisho. Kufikia hapo inadhibitika kwamba Lucifer siye peke yake ambaye alitumwa hapa kwa kusababisha maangamizi na atakayeishi mpaka mwisho wa kizazi cha mwanadamu. Swali linabakia, huyo mwingine ni nani hasa? Inasemekana kuna uwezekano mkubwa huyo mwingine ndiye yule ambaye atakayetokea siku za mwisho, yani mpinga Kristo. Inasemekana mpinga Kristo ameishi kutokea kwa manabii mbalimbali tangu alipotupwa hapa duniani, na pia inasemekana ametokana na kile kisa cha Kabil na Habil. Kabil akamua Habil kwa wivu, basi inasemekana Kabil ndiye Lucifer, ama Kabil ndiye msaidizi wa Lucifer, na akakuwa sasa yeye Kabil ndiye mpinga Kristo. Lakini imesemekana kwamba ameishi kutokea katika vizazi na vizazi vya manabii tofauti tofauti. Lakini iko ni kisa kilicho na undani wake, tutakisimulia siku ingine, kwa kisa ambacho tutakipa jina The Philosophy Story by Patrick Bongei, mpinga Kristo Masihi Dajjal. Turudi katika kisa chetu ya leo. Kufikia hapo inasemekana kwamba sasa Lucifer akatupwa duniani, na sasa alipotupwa wanadamu wamejaribu kuchunguza ni wapi kamili anapoishi huyu Lucifer. Wengine wanasema anaishi katika lile ziwa kubwa, wengine wanasema anaishi katika misitu mikubwa, wengine wanasema anaishi chini ya bahari, wengine wanasema anaishi tu kati yetu lakini hatumuoni. Nikukumbushe, hizi picha zote ambazo zinazochapishwa kwa kuonyesha kuwa ndiye shetani ama Lucifer, hiyo ni uongo. Hakuna shetani anayefanana hivyo. Hiyo ni picha tu ambazo pengine zimetolewa kwa sababu yaaminika shetani ni mtu ambaye anakaa mtu wa kuogopesha. Pengine wamejaribu kutoa hizi picha ili kudhibiti na kuonekanisha kabisa vitu vya kutisha. Hivyo ndivyo wanavyoviita Lucifer. Lakini hakuna mwanadamu kamili ambaye ameshuhudia na macho yake ama akapiga picha kamili kabisa kwa kuonyesha huyu sasa ndiye Lucifer, bali wote wamejaribu kuedit picha na kuleta picha za kuhofu tu ili zikaonyeshe kwamba huyu ni Lucifer. Kwa mfano, jinsi ninavyoongea sasa, kuna picha umeitengeneza ya kutisha kwa akili yako. Hiyo picha ya kutisha ndio inaaminika ndiyo Lucifer. Lakini jibu ni Lucifer mwenyewe ako na sura yake. Je, sura yake inapatikana wapi? Ukiingia katika genge la Freemason, ukiingia katika genge la Illuminati, ukiingia genge la Rothschild, ukiingilia genge la Global Commune, ukiingilia baadhi ya magenge makubwa duniani ambayo yanashirikiana uchawi ama yanayoshirikiana mambo ya kishetani, hakuna mtu aliye na picha kamili ya shetani. Mfano, wewe uko na picha kamili ya Mungu? Jibu ni Swali lingine, je, uko na picha kamili ya Yesu? Kwanza hapo kwa kisa, turuke kwa kisa cha shetani, turudi kwa kisa cha Yesu. Tukirudi kwa kisa cha Yesu kitaturudisha katika dhana inayoitwa time traveling. Kuna uwezekano mkakuchanganya. Hapa wasomi wa fizikia ndio watakaonielewa vizuri kuhusu dhana ya time traveling. Lakini hiyo dhana pia ni dhana ndefu sana ambayo tukianza kuizungumzia tutamaliza tu muda. Kwa maana picha inayotumika mpaka hivi leo kuedit picha ambazo zinafanana Yesu ni kuwa kuna padri mmoja wa Catholic ambaye alisema kwamba alisafiri kwenda nyuma ya muda, na huko akaenda kushuhudia ule mlo wa mwisho wa Yesu na kule aliposulubiwa msalabani. Kwa mfano, jinsi tulivyo leo
urudi miaka 5 iliyopita ama urudi miaka 200 iliyopita, lakini uende, kwa mfano, uende na simu yako ulionayo, ama uende na pete yako, ama uende na chochote, ama bangili ulionayo, ama mavazi uliovaa, ukatoke nayo kwa hii dunia tunayoishi. Kwa mfano mwaka 2025 ama mwaka 2026 tulio sasa, ukarudi mpaka mwaka 1913 hivi, ama mfano ukarudi mwaka 1523 kwa mfano, lakini ukarudi na mavazi yako na vitu vyako ulivyo navyo, na huko ukaenda kukutana na watu wa huko. Uwezekano nimekuchanganya. Tutakuja kuzungumzia pia dhana ya time traveling wakati mwingine. Basi huyu padri aliposema hivyo, kuna picha ambayo alitoa kwamba kudhibitisho kwamba hii picha alipiga wakati ambapo alimuona Yesu msalabani, akasema kwamba hii picha ni yeye mwenyewe aliipiga kwa kuonyesha Yesu. Wakati hiyo picha ilitambaa sana na watu wakamuomba kwamba atoe shahidi mwingine kwamba kuonyesha kwa hakika alisafiri. Jiulize, ingekuwa wewe uulizwe utoe ushahidi kando na ile picha uliyopiga, ungetoa nini hasa? Lakini inaaminika kabisa basi huyu alisafiri kwenda nyuma ya muda. Kama ni uongo, basi mnaamini anafananaje Yesu? Na hiyo picha ambayo wengine wanaicheza kama sinema ni picha ambayo inaeditiwa kutokana na picha ambayo yeye alipiga. Nakumbuka wakati ambapo yeye mwenyewe alipiga picha, wakati huo hakukuwa kumeanza kuchezwa filamu ama sinema za Yesu. Tangu hapo ndipo watu wakaanza kucheza filamu za Yesu kutumia ile picha ambayo yeye mwenyewe alipiga, yule padri wa Katolika. Basi turudi kwa kisa cha shetani. Mwanzo iko kisa tukijaribu kichimbua kabisa cha time traveling, kina mambo. Kwa mfano, kuna sinema inayoitwa The Gold Rush, ilitoka mwaka 2002 hivi, ndipo ilipoeditiwa vizuri, lakini picha kamili itoka mwaka 1927, iliyochezwa na baadhi ya mchezaji wa kuigiza sana duniani ambaye alikuwa akiitwa Charlie Chaplin. The Gold Rush. Katika hiyo sinema kuna mahali nyuma ya pundamilia kunaonekana kunapita mtu ambaye ameweka mkono masikioni na inaonekana kabisa mdomo wake ulikuwa ukizungumza. Inaashiria kamili kwamba mtu huyu alikuwa akiongea na simu. Inawezekanaje? Hapo siwezi kuchimbua kabisa, tachimbua kwa kisa ambacho utakuja ukiita The Philosophy Story by Patrick. Time traveling. Turudi kwa uwezekano wetu. Na tamani wakati mmoja kabisa itokee mtu ambaye atasema kwamba mimi nimemwona shetani mwenyewe. Basi hapo tutaamini kwamba shetani ana sura mbaya. Lakini hizi zinazochapishwa kwa kuonyesha kwamba ana pembe, ana macho makali, ana mabawa, achana na hizo. Sura kamili ya shetani haijajulikana. Inaaminika sura yake ipo kwa kitabu kimoja, The Devil's Bible. Kitabu hiki kimehifadhiwa sana kuacha siri sana duniani, lakini hakuna ambaye anatambua kabisa kipo wapi hiki kitabu tujue picha kamili ya shetani. Hivyo inamaanisha kwa hii dunia tunaishi ni mambo mengi sana ya siri. Simulizi la leo liko na mawazo mara mbili. Kama umenisikiliza kwa ujuujuu tu, utaamini kwamba inamtetea shetani. Jibu ni la hasha. Najaribu kukufunua, kukuambia kwamba amini macho yako, amini kile ambacho unakijua. Unaweza ukapata shetani ako na sura nzuri. Kwa mfano, ukakutana na kijana mtanashati ama msichana mzuri, kwa sababu unaamini tu pepo ndio iko na sura mbaya, lakini huyu ambao unamuona ako na sura nzuri ukadhani ni mwema, kumbe ukapata hiyo ndio pepo kubwa. Kwa mfano, unaweza ukatembea barabarani, kando ya barabara, ukamwona msichana ambaye ni mzuri,
amejaliwa na amebarikiwa kujaza nyama na misuli na hips zilizo bora kabisa. Kufikia hapo ukamtamani huyu mwanadada na kudhani kwamba wewe umempenda, ukadhani ni mtu mzuri. Kwa uwezekano pengine ukapendezwa na yeye, kwa kuona kwamba ni mzuri ukamwona ni kama malaika. Mwanzo unaamini tu malaika ndio mwema. Kando na hapo ukapata ukijiingisha kwa taabu, ukapata ukijaribu kumuingisha box, basi ukamuingisha na kwa mfano akakubali. Kisha baada ya kukubali, pengine ukampeleka kwenu, na hapo ndipo kunapotokea chanzo cha mauaji. Unapata watu wanauana, na unapata wale ambao wanauana ni watu ambao wanapendana sana. Kwa mfano hivi, kijana anaenda na msichana mpaka kwa nyumba. Wanapofika kwa nyumba, huyu kijana anamgeukia, anamuua huyu msichana. Kumbuka na huyu msichana aliona huyu kijana kuwa ni mwema. Nikukumbushe, not everything that shine is a gold. Si kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Nitamalizia simulizi kwa kukuambia kwamba when the deal is too good, think twice. Ukiona jambo fulani ni bora sana na ukiona kwamba kitu fulani kimekupendeza zaidi, fikiria mara mbili. Kwa mfano, ukiona sukari ni tamu sana ikupendeze, jua ukiweka mingi itakuwa kali. Chumvi ukiweka kiasi kwa mboga itakuwa tamu, ukiweka mingi itakuwa kali. Ukiona mtu ni mzuri sana ukajipendekeza kwake sana, jua anaweza kuwa mbaya. Mimi naitwa Patrick Mongei. Life Philosophy Story.